Nisikilize vizuri, nataka kukusaidia. Pentekoste tunayosherehekea sio ya historia. Pentekoste tunayosherehekea ni udhihirisho wa utendaji kamili wa Mungu. Ndio maana ya Pentekoste. Pentekoste sio igizo, ni matokeo yanayotokea kwa watu wenye maombi haya. Mstari wa 24 anasema, nao waliposikia, yani hapo walipofunguliwa hawa wakasema mambo yote walioambiwa na wakuu wa makuhani na wazee. Maana yake ni nini? Viongozi wa serikali, viongozi wa dini na viongozi wa kimila wamepatana pamoja kuambia msihubiri tena kwa habari ya jina la Yesu Kristo, wala msizungumze tena kwa habari ya kwamba alifufuka. Kama mnaeneza dini, semeni Mungu tu, msiseme juu ya Yesu. Waambieni watu habari za Mungu, lakini msizungumzie habari za Yesu Kristo wa Nazareti. Lakini wao wakasema hapana, hatuwezi kunyamaza kusema habari za Yesu Kristo wa Nazareti. Wanasema tutasema. Biblia inasema walipokuwa wakijadiliana, sura ya 4 mstari wa 15, kama kuna mtu atasoma kwa haraka, wakawaamua wawatoe nje. Sura ya 4, ningeomba simame mtu haraka some. Sura ya 4 mstari wa 15. Ningeomba some mtu kwa haraka, hauoni? Jitahidi kusoma kwa haraka. Wakasema wakawaamuru kutoka katika baraza watete. Hawa jamaa nguvu yao sio ya kawaida, tukiwaachia hatari itakuwepo. Tuwasaidieje ili habari ya jina la Yesu isiendelee kuenea? Ule mstari wa 17 anasema, lakini neno hili lisije likaenea katika watu, na tuwatishe wasiseme tena na mtu awaye yeyote kwa jina hili. Wakawaamuru wakisema, wasiseme kabisa wala kufundisha kwa jina la Yesu. Si umenielewa? Unanielewa? Wakawatisha, wakawaamuru msizungumzie habari za mtu kumwamini Mungu kupitia jina la Yesu. Kama ungekuwa na mtu wa kuweka alama, kwa nini wanawaruhusu wazungumze habari za Mungu lakini hawawaruhusu wazungumze habari za Yesu? Mungu anapotafutwa na kuaminiwa kwa njia ya jina la Yesu, hapo ndipo penye lango la kumkaribia Mungu, kwa kumwendea katika Yesu Kristo. Njia zingine zote haziwezi kugusa utukufu wa Mungu ila tunapoingia katika jina la Yesu. Lakini jambo la pili, wala msiseme habari za kufufuka kwake. Kumsema Yesu kusingetosha, lakini wakisema amefufuka kwa wafu, yu hai, inaleta ushindi, inaleta matumaini hata kwa aliyekata tamaa kwamba alikufa akaenda kwa wafu, akatoka kwa wafu, na leo yu hai ili awasaidie walio hai, ili awasaidie wote wanaomtumainia. Lakini jambo kubwa nalotaka kusema kwako hapa, lugha wanayoitumia hapa
ule mstari wa 24. Nao waliposikia wakampazia Mungu sauti zao kwa moyo mmoja wakisema, Mola wewe ndiwe Mungu. Hicho kipengele tu, Mola wewe ndiwe Mungu, ndiwe uliyefanya mbingu na nchi na bahari na vitu vyote vilivyomo, nawe ulinena kwa Roho Mtakatifu. Wanamaanisha kwamba Mungu ndiye mwenye mamlaka yote. Unaweza ukapata somo kubwa kwamba Roho Mtakatifu huwa anakasirika, anaumia pale ambapo inainuka mamlaka yoyote kusimama kinyume na Mungu. Mungu, Roho Mtakatifu huwa anakasirishwa, na hapo ndipo alikasirika kupitia maisha ya watakatifu. Roho Mtakatifu akajisikia vibaya. Inakuwaje eti wawepo wafalme? Inakuwaje eti wawepo wenye mamlaka? Inakuwaje eti wawepo viongozi? Inakuwaje eti wawepo wenye nguvu? Wawepo viongozi makuhani wenye uwezo wa kuamuru, iwepo mamlaka juu ya utendaji wa Roho Mtakatifu unaotenda kazi kwa Petro na Yohana kwa kumwinua yule kiwete, ili lipate kuhubiriwa jina la Yesu, ili lipate kutangazwa habari za ufalme wa Mungu, ili apate kuhubiriwa matendo yake na wokovu wake. Kwa nini hii habari imetokea halafu apigwe marufuku? Sasa maneno yanayosema haya yasikiliza, anasema hivi, nao waliposikia wakampazia Mungu sauti zao kwa moyo mmoja wakisema, Mola wewe ndiwe Mungu. Maana yake waliotoa mamlaka hawastahili kumkemea Mungu, kumzuia Mungu, Roho Mtakatifu katika utendaji. Anasema wewe ndiwe Mungu uliyefanya mbingu na nchi na bahari na vitu vyote vilivyomo, nawe ulinena kwa Roho Mtakatifu kwa kinywa cha baba yetu Daudi mtumishi wako. Ulinena kwa Roho Mtakatifu, ikimaanisha ya kwamba mamlaka ya Roho Mtakatifu haihitaji kuzuiliwa, maana ndiyo iliyofanya mbingu na nchi, maana ndiyo iliyoweka vitu vyote, maana ndiyo iliyo juu ya mamlaka yote. Wakaona kwa kuwa imesimama mamlaka kutisha, kuogopesha, basi shuka Roho Mtakatifu utende kazi, ili hiyo mamlaka itikiswe, ili hiyo utisho utikiswe, ili hayo maogofya yatikiswe, ili hicho kinachotutisha. Sikiliza. Roho Mtakatifu ndani ya waumini. Hawa sio wachungaji, hawa sio mitume, hawa sio wainjilisti, ni waumini waliojaa Roho Mtakatifu. Ndani yao anasikia wivu kwamba inatokeaje mamlaka ya kifalme ya dunia ya serikali imwamuru Mungu, nyamaza, wewe shuka utende kazi. Ndipo Roho Mtakatifu walipoomba hivyo. Ninatamani Wakristo wa leo ambao kweli ndani yao kuna Roho Mtakatifu wawe wenye wivu kwamba isiwepo mamlaka ya kututisha, isiwepo mamlaka ya kutuogopesha, yasiwepo magonjwa ya kututisha, usiwepo umasikini wa kututisha, isiwepo hofu ya kutuogopesha, yasiwepo mazingira yatakayosema tunyamaze kumsema Yesu aliye hai, isiwepo mamlaka ya kunyamazisha utendaji wa Roho Mtakatifu. Ebu shuka kwa mkono wako, nyosha mkono wako, ishara na maajabu ifanyike kwa jina la mtumishi wako Yesu Kristo. Wakaona isiwepo kauli ya kuzuilia kuhubiriwa kwa Injili, isiwepo mamlaka ya kuzuilia kuponywa kwa viwete, maana inaonekana lile tendo la kiwete kutembea limemwinua Mungu, limelitukuza kanisa,
imeinua injili, basi nyamazisheni ili mamlaka nayo ijulikane. Lakini wao wakakataa, wakasema hapana, shuka. Walipomwomba Mungu maombi ya kumtaka Roho Mtakatifu ashuke, Biblia inaniambia mahala pale pakatikiswa. Omba kwamba Roho Mtakatifu kwangu, ninajua iko hofu imenitisha hata nisitoe kwa ajili ya kongamano. Roho Mtakatifu, nyosha mkono wako, ishara na maajabu vikafanyike. Inawezekana kuna utisho upo, wako kwenye utisho, kwa sababu utendaji wa Roho Mtakatifu utakapotendeka, mamlaka zote zitashuka chini. Yesu peke yake atabaki ndiye mfalme mwenye mamlaka juu ya walio hai na wafu. Atabaki ndiye mwenye mamlaka ya kuinua viwete. Atabaki ndiye mwenye mamlaka. Kuliko huduma za kanisa zitainuka kuliko huduma za Muhimbili. Huduma za kanisa zitainuka kuliko huduma za Ocean Road. Huduma za kanisa zitainuka kuliko huduma za Aga Khan, kwa sababu Roho Mtakatifu atatikisa kila kinachotisha, kila kinachoogopesha, kila mazingira yanayoishusha imani yako. Roho Mtakatifu, mwambie Roho Mtakatifu, shuka, shuka Roho Mtakatifu. Sikiliza, mwambie Roho Mtakatifu, yako matisho nimetishwa. Wakatoka wakawaambia, tumetishwa, tumeogopeshwa, tumetishiwa, tumekatazwa. Mwambie Roho Mtakatifu, hebu mwambie yote yanayokutishia amani juu ya yale ambayo unapaswa kumtumikia Mungu. Kama umetishiwa kwa habari ya kufunga kwa ajili ya kongamano, kama umetishiwa kwa habari ya kutoa kwa ajili ya kongamano, kama umetishiwa kwa habari ya kuimba kwa ajili ya kongamano, kama umetishiwa, mwite Roho Mtakatifu, mwambie Roho, shuka utikise falme na mamlaka. Kama kuna ugonjwa unakutishia amani kuelekea kongamano la Roho Mtakatifu, umwambie Roho Mtakatifu, hii hofu itikise, hii hofu itikise. Kama kuna jambo limekutishia, mashaka yameingizwa, makuhani wamekutisha, wafalme wamekutisha, wenye mamlaka wamekutisha, mwambie Roho, shuka. Oh, glory to God. Oh, glory to God. Mwambie Roho Mtakatifu, hata kama ni ndoa inatishia amani, inatishia amani, mwambie Roho Mtakatifu, mwambie Roho Mtakatifu, shuka utikise. Anasema walipomwita Roho Mtakatifu, mahali pale pakatikiswa, mahali pale pakatikiswa, mahala palipoletwa hofu pakatikiswa, mahala palipotangazwa hofu pakatikiswa, mahala palipotangazwa maogofya, Yesu akatikisa. Roho Mtakatifu atikise imani yako. Walipotikiswa na Roho Mtakatifu, hofu, taarifa za matishio zikaondoka, wakavikwa ujasiri. Taarifa za kuogopeshwa zikafutika, utendaji wa Roho Mtakatifu kaanza. Taarifa mbaya itatoweka. Naomba kipindi hiki miteni Roho Mtakatifu, rika mosaika, mite Roho Mtakatifu. Kuna ugonjwa kwenye tumbo lako, unasema nina madonda ya tumbo, Roho Mtakatifu atatikisa, 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 atatikisa. Utapata furaha na amani ya kumwambia Yesu amefufuka, ya kusema yu hai, ya kusema anatenda, ya kusema anaokoa, ya kusema anaponya, ya kusema anabariki. Ujasiri
imani itarudi. Hebu simama, mwambie Roho Mtakatifu, simama, mwite Roho Mtakatifu, simama, mwambie Roho Mtakatifu, olitekoria shaka. Natamani kila tangazo lililoingia kwenye moyo wako la kukutisha litetemeshwe, litikiswe. Natamani Roho Mtakatifu aje, kila tangazo, kila akili, kila ufahamu ulioingia ndani yako wa kukuogopesha na kukutisha utetemeshwe, utikiswe. Mwambie Roho Mtakatifu, ritakaboseria bolisha limoria labasha. Mwite Roho Mtakatifu, mwite Roho Mtakatifu, omba, mwambie Roho Mtakatifu, kamuri la sheke wista limoria labasa wekamene lebe site libabori lava wekama bori andaraba basika weboshekeli. Mwite Roho Mtakatifu atikise kila hofu, ikama sade baba shaka itali baba seke. Hey, yes, Roho Mtakatifu anaanza kutikisa. Unaona Roho Mtakatifu anaanza kutikisa katika jina la Yesu Kristo. Opashekebeli talibobo saka inalema mebehia bashaka epone besida libobori la basha. Roho Mtakatifu ameanza kutikisa mahala palipotangazwa hofu, mahala palipotangazwa matatizo, mahala palipotangazwa kifo. Roho Mtakatifu anatikisa. Bisage gogore posha tanima inalema bosaka iba inalhebi sheke ebaurita lebesa emalhebe beriroko ikarishaka etaribe. Anatikiswa, magonjwa yanatikiswa, kila tatizo linatikiswa. Ebari alaba shokore babosa inalhebe belhiba boretara ebabo seketa libabo emalhebe siketa. Give ya mente Roho Bwana anaanza kutikisa maisha, vita vyako, vita vyako, maadui wako itetesekere baba inalhebesheke. Imani yako itikiswe, imani yako itikiswe katika jina la Yesu. Naachilia ngeve ya kutikisa. Roho Mtakatifu shuka juu ya huyo, shuka juu ya huyo, tikisa, tikisa. Ikoshende libori talaba barilaba ikabebe sekebeda endalama barilaba sheke italaba basa emalebele. Roho Mtakatifu tikisa, tikisa katika jina la Yesu Kristo aliye hai. Inde bimo pola bosha ikababarele besika rindale baborita ikabele shayaka inde bebeli lotaya babosi ibabarela bababoshe ika iboshe. Give ya mike itikisa kila kifungo kitikiswe, kila kifungo kitikiswe, kila kifungo kitikiswe, kila kifungo kitikiswe, kitikiswe mifungo kwa jina la Yesu. Kila akano itikiswe imashama indalaba boseke italababo indaribabo seka. Tikisa Roho Mtakatifu, moto utikisa. Wewe ndio mwenye mamlaka kuliko magonjwa, wewe ndio mwenye mamlaka kuliko ukimwi, wewe ndio mwenye mamlaka kuliko kansa, wewe ndio mwenye mamlaka kuliko kisukari, wewe ndio mwenye mamlaka kuliko madonda ya tumbo, wewe ndio mwenye mamlaka kuliko kupoza kwa jina la Yesu. Tikisa, tikisa, tikisa. Iposhani lebeba Kileboshai in the Lema Moriala Gatalipo Simeliboko Gatalima Mosita in the Lebenica in the Melbelisori Pola Ekachina la Yesu. Roho Bwana tikisa kila mamlaka, tikisa kila mamlaka, tikisa kila mamlaka, tikisa kila mamlaka, tikisa kila ufalme, tikisa kila matisho. Otukepesi imelipo italaba shai
Rababa, Remolitae, Remolebebeseke, Remolaba Warikoka, Remosetare Babo, Gete Amiki, Itikisa, Linda Pelemo Shakarilaba, Linda Rababo Toribeseka, Repalapo, Ripataribako, Riparibabosika, Tengilhiwa, Matendo Makoya Mungu yatoke mbele yako, Matendo Makoya Mungu yatoke katika maisha yako. Memoritelishaka, Memelipolita, Riporireka, Rindalapalasha, Reporikatake, Riporilebosaka, Tailabo, Rinda Pariseke, Rinoria Lebo, Relabashaka, Waipalilegorita, Rimorite Posayariam, Moriane Beltai Kavalebako, Osamerinamo, Renda Rapalamo, Semeli Paramo, Victoria Tarababasha, Rapana, Yari Moto, Aronta Gatifu, Itikisa, 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 Etamegi Gokorita Mesa, Rembaporita Lama Morilata, Ribosha, Rikonita Mesa, Repola Laboritelika, the Lamb and Sea Meritoya, Rabotaisha Melhi, matendo ya ajabu, nafsi zinafunguliwa, nafsi zinafunguliwa, roho zinafunguliwa, bili inafunguliwa, maisha yanafunguliwa, maisha yanafunguliwa. Oh, katika jina la Yesu, watu wanafunguliwa katika jina la Yesu. Matendo ya ajabu yamejaa, ndipo sasa la maisha itanalibadareko. Oh, kila mlango uliofungwa utikiswe, 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 utikiswe. Bwana alete majibu, alete ushindi juu ya maisha yako. Bekame shanda libaika, nepele babosa, ekamel hitei, Victoria libeshi.